Siku ya Jumatano tutakuwepo hapa kwa ajili ya maombi ya kwetu nzima. Kwa nitumie nafasi hii kukaribisha. Karibu nyumbani mwa Mungu wetu. Taanza asubuhi mpaka jioni. Karibu uje tuombe. Karibu uje tuombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujumbe tulionao na somo tulionalo lina kichwa kinachosema kufunua yaliyofichwa. Kufunua yaliyofichwa. Kufunua yaliyofichwa. Andiko letu la msingi ni kitabu cha Injili ya Luka sura ya 4, sura ya 12, mstari wa 2 na ule wa 3. Maneno Mungu yanasema, lakini hakuna neno lililostirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Basi yoyote mliyoyasema gizani yatasikiwa mwangani, mliyoyanena sikioni mwa mtu katika vyumba vya ndani yatahubiriwa juu ya dari. Sasa hili neno linatufunulia kupata mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza, kwamba yako yaliyofunikwa au yaliyofichwa, kwa lugha nyingine yaliyostirika, kwa lugha nyingine yaliyogizani, na kwa lugha nyingine yaliyonenwa katika vyumba ndani, mahali pasiri. Jambo la pili linatuonyesha kwamba yaliyosema gizani, yaliyofanywa gizani yatawekwa mwangani. Yaliyosema katika vyumba vya ndani, yaliyofanywa katika vyumba vya ndani, mahali pasiri mno, yatahubiriwa juu ya dari, yatakuwa hadharani, yatakuwa hadharani. Yaliyofichwa ili kwamba yasijulikane, Biblia inasema yatajulikana. Yaliyostiriwa yatafunuliwa. Kwa hiyo sisi tunajifunza kwa habari ya kufunua yale yaliyostirika au yaliyofichwa, yale yaliyostirika au yaliyofichwa. Katika Biblia na maandiko matakatifu tumeona kwamba kuna vitu vingi ambavyo vimefichwa au vimestirika. Na kwa haraka kidogo, kumbuka tu tulikotokea. Kuna uhusiano mkubwa wa mtu kuona rohoni na kufunua vitu. Kuna uhusiano wa mtu mkubwa sana kuona vile vilivyo rohoni na kufunua. Aliye na uwezo wa kuona rohoni ana uwezo wa kufunua vipi vya rohoni. Kwa hiyo tuliona kwamba kuna ulazima wa wewe kuona rohoni. Katika mambo yote ambayo tumejaribu kuangalia, tuko kwenye jambo la 4 sasa. Jambo la 4 sasa ambalo tunalo, na tunaangalia jinsi au namna ya kufunua, namna au jinsi ya kufunua maadui waliojificha. Jinsi ya kufunua au namna ya kufunua maadui waliojificha. Maadui waliojificha. Jinsi au namna ya kufunua maadui waliojificha. Kwenye kipengele hiki tumeangalia mambo manne. Jambo la kwanza, kusimama na neno la Mungu lenye ahadi juu yako. Yoyote anayesimama na neno la Mungu lina nguvu ya kufunua vile vilivyojificha vikawa wazi. Lina nguvu ya kufunua yale yaliyojificha yakawa wazi. Lakini jambo la pili tukaona, fanya maombi ya kuuliza. Ulize Mungu, je, ni sawa? Ni sawa? Ni sawa? Jambo la tatu tukasema, kujaa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anamfunulia mtu ili ayaone yale ambayo kwa damu na nyama hayaonekani. Lakini jioni yale yaandika jambo la 4, ndoto. Jambo la 4
tujifunze kwa upya. Ndoto zina uhusiano mkubwa sana na maadui waliosilini. Ndoto zina uhusiano mkubwa sana na maadui wa maisha ya mtu. Nikisema neno ndoto, hakuna mtu ambaye ni mgeni na ndoto. Kila mmoja wetu anaelewa. Kisema tu ndoto anaelewa ni nini, anaelewa. Sasa ukianza na namna ambavyo mwanadamu ameumbwa, utagundua mtu ni roho. Hilo halipingiki, halikanushiki. Ukianza tu na namna ambavyo mwanadamu ameumbwa au kuumbwa kwa mwanadamu, utagundua kwamba original ya mtu, uhalisia wa mtu ni roho. Sasa kwa kuwa mtu ni roho, maana yake mtu ni kitu cha rohoni. Kwa kuwa mtu ni roho, kwa hiyo mtu yoyote yule, iwe ni wa Mungu, iwe ni wa Shetani, mtu ni kitu cha rohoni. Kwa hiyo kila mtu ana macho ya rohoni. Kila mtu ana macho ya rohoni. Jaribu kurudia hili jambo kwa utaratibu kidogo, na kila mtu aniamini, kwa sababu hili neno la Mungu. Hakuna aliyeumbwa na Mungu awe kipofu wa kiroho. Hayupo aliyejisaliwa na Mungu akatengenezwa na Mungu alafu huyu mtu yeye awe kipofu wa kiroho. Hayupo. Kila mtu, kwa sababu mtu ni roho, mtu ni mtu wa rohoni. Kwa kuwa kila mtu ni roho, na kwa kuwa kila mtu ni mtu wa rohoni, maana yake ana vya rohoni. Ana vya rohoni. Cha rohoni kimojawapo ambacho tunazungumzia hapa ni macho ya kuona vya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine, kila mmoja anayo macho yanayomfanya aone rohoni. Na mimi tutakubaliana mimi kwenye mambo haya machache niyaseme. Wangapi wanaamini watoto ni malaika wa Mungu? Kuna mmoja tu kwamba watoto ni malaika wa Mungu. Tunaamini hivyo. Wangapi wanaamini kwamba watoto wao wanaona vitu ambavyo wakubwa hawaoni? Tunaamini hivyo, sivyo? Kwamba katoto kakiwa kachanga, kwenye uchanga wake kana uwezo wa kuona vitu ambavyo wewe mtu mkubwa ufanye nini? Hauvioni. Sasa unisikilize. Ule uwezo wa kuona ambao Mungu ameweka ndani ya kila mtu, akiwa bado mdogo, ile nguvu ya kuona, uwezo wa kuona, bado unakuwa una uwezo, unakuwa haujaharibiwa na maisha, haujaharibiwa na tabia, haujaharibiwa na mazingira. Yaani ile namna ya kuona ambayo Mungu ameiweka ndani ya kila mtu, ndani ya mtoto mdogo, inakuwa haijaharibiwa. Sasa nitakubebe hii, kila mtu ana uwezo wa kuona roho. Hayupo aliyezaliwa na Mungu awe kipofu rohoni. Hayupo. Kwa hiyo kila mtu aliumbwa na
hajakutana na mtu amdharau, hajakutana na mtu amfyonze, hajakutana na mtu akasirike. Limao linaanza kubeba makasiriko. Ile energy ya kuona ya kiungu ndani ya mtu inaenda inafifia. Hajakutana na jambo la kumkwaza wiki nzima, amenuna, ametunza ni chuki, na tunaelewa ni chuki la shetani. Hajakutana na jambo, yani mtindo wa maisha ndio unaopunguza, unaoharibu nguvu ya mtu kuona. Unaweza kukutana kama ni binti nielewe, ambaye hajaanza kukutana na wanaume, ana nguvu ya kuona na nguvu ya kiungu ya kuona. Akianza kukutana na wanaume, hiyo nguvu inaisha. Kijana ana nguvu ya kuona ndani yake, sio mpaka alale yote. Ana nguvu ya kuona hivi waziwazi, akitulia tu hivi anapata ufunuo. Lakini akianza tu mambo ya dunia hii, ule uwezo unapungua, ule uwezo unaondoka. Sasa mtindo wa maisha huo ndio unaopunguza, unaondoa nguvu ya mtu kuona vya rohoni. Sasa ndoto ni mlango mmoja wapo unaotumika kumuonyesha mtu vya rohoni. Ni mlango mmoja wapo unaotumika kumuonyesha mtu vya rohoni. Yaani kupitia ndoto mtu anauona ulimwengu wa roho, anaviona vya rohoni, vya Mungu na vya adui. Kwa lugha nzuri, ili tuwe vizuri na ujumbe wetu. Ndoto ni mlango ambao Mungu anautumia kumfunulia mtu mambo ya rohoni, kumfunulia mtu mambo ya siri. Ndoto ni mlango ambao Mungu anautumia ili kumfunulia mtu vya rohoni, ili kumfunulia mtu vya sirini. Kwa hiyo kupitia ndoto mtu atavijua vya rohoni, ataviona vya rohoni, atavijua vya sirini, atavitambua vya sirini. Kwa nini? Kwa sababu ndoto ni mlango ambao Mungu anautumia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hili jambo hili tusome mbele. Wewe una macho ya kuona rohoni. Una macho ya kuona rohoni. Una macho ya kuona rohoni. Mungu hakukuumba kipofu. Mungu hakukuumba kipofu. Alikuumba, alikupa uwezo wa kuona rohoni. Sasa maisha ambayo umeendelea kuishi nayo, namna unavyoishi, ule uwezo wa kupotea, uwezo ule wa kuona unapotea, ile nguvu ya kuona rohoni inapotea. Kwenye maisha ya kawaida, mtu, umri wa mtu unavyoenda, mboni za macho haya ya mwilini zinapunguza uwezo wa kuona. Inabidi awe na usaidizi, miwani, inabidi awe na usaidizi kwa sababu ya umri. Sizungumzia hawa umri, inabidi awe na usaidizi, miwani, kwa sababu ya umri. Sasa macho ya rohoni si kwa sababu ya umri. Aina ya maisha unayoyaishi, namna ya kuishi kwako inapunguza uwezo wa kuona rohoni. Sasa beba hili, mlango wa ndoto ni mlango ambao Mungu ameuweka unaokusaidia wewe ili uone vilivyo rohoni, ili utambue vilivyo sirini. Mlango wa ndoto. Sasa kuna vyanzo vikubwa vitatu vya ndoto. Chanzo cha kwanza ni Mungu mwenyewe. Kuna ndoto ambayo mtu anaota, Mungu amempa ndoto hiyo mtu. Kwa hiyo chanzo cha kwanza cha ndoto ni Mungu. Chanzo cha kwanza cha ndoto ni Mungu. Kwa hiyo kuna ndoto ambayo mtu anaota, ni ndoto ambayo chanzo chake ni Mungu. Chanzo cha pili cha ndoto ni Shetani. Kuna ndoto ambayo mtu anaota lakini mwanzilishi wake ni Shetani. Ni ndoto ya kishetani. Kwa hiyo kwenye ndoto kuna ndoto ya Mungu
anasema ni shughuli za mwanadamu, mawazo ya mwanadamu, kazi za mwanadamu. Unaendesha pikipiki na kwenye ndoto unaendesha mno pikipiki, abiria wa kutosha ndotoni, shughuli za mwanadamu, kazi za mwanadamu. Navuna na ni msimu wa kuvuna, unashinda unawaza mavuno na unawaza ndoto. Hivi ni vyanzo vitatu ambavyo Biblia imevitaja. Mungu, kwa sababu ukisoma kwenye Biblia utakuta mahali Mungu anasema, Mungu akasema na katika ndoto. Mungu akasema na katika ndoto. Kwa hiyo ile ndoto ni ndoto ya Mungu, Mungu mwenyewe ameileta. Lakini ukisoma Biblia utagundua pia, Ayubu anatuambia ya kwamba pia kwenye ndoto kuna namna shetani, kwa sababu elewa, ndoto haipo katika ulimwengu wa damu na nyama. Ndoto iko katika roho, si katika damu na nyama. Hasa utagundua kwamba shetani na yeye anapitisha vya kwake kwenye ndoto. Viko vitabu vingi na maandiko mengi yanayoshuhudia, yanayothibitisha hilo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa Mungu huzungumza na watu kupitia ndoto. Mungu husema na watu kupitia ndoto. Na mpaka sasa bado Mungu anasema na watu kupitia ndoto. Nikupe maandiko machache kwa sababu tunaweka msingi wetu vizuri. Kitabu cha Hesabu sura ya 12. Tuanzie hapo. Hesabu sura ya 12 mstari wa 6. Kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu, akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Kwa hiyo kuna mambo ambayo Mungu anasema na mtu kupitia ndoto. Kuna vitu ambavyo Mungu anamwambia mtu katika ndoto. Beba neno hili, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Maana katika ndoto Mungu anazungumza na mtu, anasema na mtu juu ya nini? Juu ya lile ambalo yeye Mungu anataka kusema naye. Juu ya nini? Juu ya kile ambacho huyu mtu anahitaji kukisikia. Kwa hiyo ndoto ni mlango ambao Mungu anautumia kusema na mtu. Ndoto ni mlango ambao Mungu anautumia kusema na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Okay. Tusogee kwenye kitabu cha Ayubu. Ayubu sura ya 33. Mstari tuanze na wa 14. Ayubu 33:14. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali. Yaani Mungu anaweza akazungumza na mtu mara ya kwanza, bwana kuna jambo hili, huyo mtu hajajali. Biblia inasema Mungu anasema na mtu tena mara ya pili kwamba kuna kitu hiki. Ajapokuwa mtu hajali. Mstari wa 15. Katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiliapo watu, katika usingizi kitandani, ndipo huyafunua masikio ya watu na kutia muhuri mafundisho yao. Hasa leo kwamba Mungu anasema na mtu mara ya kwanza hajali, mara ya pili hajali. Mstari wa 15 anatuambia kwamba anasemea wapi?
anasema katika ndoto, katika maono ya usiku. Usingizi mzito uachiliapo watu katika usingizi kitandani. Maanake Biblia bado inatuonyesha kwamba ndoto ni eneo ambalo Mungu anaitumia ili kusema na mtu. Ndoto ni eneo ambalo Mungu analitumia ili kuzungumza na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 28. Yoeli 2:28. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Nataka tu kibebe kikubwa hiki kwamba kwenye milango ambayo Mungu anatumia kuwasiliana na mtu pamoja na ndoto. Yaani mlango mojawapo ambao Mungu anautumia kuwasiliana na wewe pamoja na ndoto. Yaani kupitia ndoto Mungu anasema na wewe. Kupitia ndoto Mungu anazungumza na wewe. Yoeli bado anarudia lile. Itakuwa baada ya hayo mtamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, wanaume watatabiri, wanawake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, vijana wenu wataona maono. Kwa hiyo kwenye ile milango ambayo Mungu anaitumia ni pamoja na ndoto. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Kwanza sura ya 3. Tuanze na mstari wa 5. Huko Gibeoni Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Sasa hili neno nisema, Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Sasa Biblia inasema akamtokea katika ndoto ya usiku. Akamtokea katika ndoto ya usiku. Na kuna ndoto za mchana. Biblia inasema lakini hii ilikuwa ndoto ya usiku. Akamwambia, omba utakalo nikupe. Namna mojawapo ambao tunafundisha mara nyingi na huwa nazungumza na watu nikikaa nao, nawaambia hivi, jizoeze kuomba ukiwa kwenye ndoto. Ifunze roho yako kuomba ukiwa kwenye ndoto. Izoeze roho yako kuomba ukiwa kwenye ndoto. Biblia inasema ni kwenye ndoto, sio maono, ndoto. Anamwambia omba lolote unalotaka nikupe. Ni kwenye ndoto Mungu anamtokea. Kumbe kwenye ndoto mtu anaweza kutokewa na Mungu. Kwenye ndoto Mungu mwenyewe anaweza kukutokea. Kwa nini? Biblia inasema Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto. Alikuwa amelala usiku, Mungu akamtokea, lakini anamwambiaje? Omba utakalo. Sasa tafsiri yake ni hii tu, haraka hapa. Jizoeze kuomba kwenye ndoto. Kumbe kwenye ndoto kuna mahali pa kuomba. Kwenye ndoto kuna sehemu ya kuomba. Omba kwenye ndoto. Kwa sababu sio kila mara atakutokea Mungu. Kuna mahali atakutokea shetani. Shetani anaweza akamtokea mtu kwenye ndoto. Nilikuwa namsikiliza mtumishi mmoja akasema ni mbaya mno shetani akimtokea mtu kwenye ndoto akawa ameakti mfano wa Mungu. Hautoi mtu pale. Mbaya mno hiyo. Kwa sababu mtu ataamini huyu ni Mungu, amesema na mimi, amezungumza, lakini kumbe sio Mungu. Ni lazima kuomba kwenye ndoto. Mstari wa 15 kwenye
sura hiyo mstari wa 15. Hapo chini yanayofuata ni maombi ya Sulemani. Mstari wa 15. Naye Sulemani akaamka, kumbe ni ndoto. Yaani yale ambayo akiwa amelala anaona Mungu amemtokea. Yuko usingizini, Mungu amemtokea. Amemtokea, anamwambia omba lolote unalotaka takutendea. Sulemani akaomba kwenye ndoto. Mstari wa 15 anasema naye Sulemani akaamka. Alipoamka kumbe ni ndoto. Akaenda Yerusalemu, akasimama mbele ya sanduku la agano la Bwana, akatoa sadaka za kuteketezwa, akatoa sadaka za amani, akawafanyia karamu watumishi wake wote. Niseme neno hili hapa vizuri. Kama ambavyo wewe unasema kumbe ndoto tu. Yaani unalala unaota kiamuza, kumbe ndoto, nilikuwa naota tu. Sio, yaani ni uhalisia wa kile kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Ni kitu halisi kilichokuwa kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Sulemani alipoamka kumbe ilikuwa ni ndoto. Lakini Sulemani alichukua hatua, ndio hili ambalo nalisema na jioni ya leo. Ukiota ndoto, jifunze kutolea sadaka ndoto zako. Jifunze kutolea sadaka ndoto. Mambo mengi unayoyaota wewe hayawi, ni kwa sababu kiamko nasema hii ni ndoto tu. Umeota unahesabu hela, unaweka hapo, unaweka hapo, unaweka hapo, unaweka hapo, unaweka hapo, unaweka hapo, zinajaa privilege, unaweka hapo, unaweka. Ni hela kubwa nyingi. Unaamka unasema hizi ndoto tu hizi. Sio ndoto, ni picha inayokuonyesha kwamba kuna kitu kinakuja kwenye maisha yako. Sasa bahati mbaya ni hii, wewe ukiamka unasema hii ni ndoto tu. Halafu cha ajabu sana, ukiota ndoto mbaya unakimbizwa na nyoka, ukiota ndoto mbaya umekanyaga vitu vikakuchoma mguu, unaamini shetani. Unaamka unaanza kuvunja. Ila ukiota ndoto nzuri unaamka hizi ndoto na zenyewe hizi ni ndoto tu. Haufanyi chochote. Unasema hii ni ndoto tu, ni ndoto tu. Ila ukiota mbaya unaamini hii ni hatari, ni ombi. Unaamka unapiga, unavunja isiwe, unasabaratisha. Lakini ukiota Sulemani alipoamka asubuhi kaenda hekaluni, kasimama mbele ya sanduku la agano, katoa sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya amani, akawafanyia karamu makuhani. Sasa ngoja nikwambie, Sulemani alipata utajiri kupitia ndoto. Utajiri wa Sulemani ulitokana na ndoto. Kwenye lugha tu ya kawaida, chochote unachokiota baada ya muda fulani kinaweza kuwa swala muda tu. Ndoto nyingine zinachukua masaa, ndoto nyingine zinachukua miaka, ndoto nyingine zinachukua miezi, ndoto nyingine zinachukua wiki. Chochote unachokiota kinaweza kuwa. Sasa Sulemani alitoa hivyo ili kushikilia kwamba hiki nilichokiota, nilichokiona kiwe. Akatoa sadaka. Sasa wewe simama tu, ukiota ndoto mbaya ndio unashtuka, navunja, napiga, naharibu, nasambaratisha na nini. Lakini ukiota ndoto njema hata ujishughulishi. Huo moto unahesabu hela. Amka, shikilia hiyo ndoto. Asubuhi nenda kanisani. Baba, zile hela unazoziona kwenye ulimwengu, maana umeziona kwenye ulimwengu wa roho, umezishika kwenye ulimwengu wa roho. Hizo hela nazishikilia, isipotee hata moja, zije kabisa, na kutolea na sadaka hii. Asante kwa ajili ya kunionyesha hizo hela. Mimi ni tajiri. Toka pale unakiri utajiri. Toka pale unakiri utajiri. Toka unakiri utajiri mahali pale. Okay. Na kuonyesha tu ili yani uwe na msingi kwamba Mungu anasema na watu katika ndoto. Mungu anawatokea watu katika ndoto. Ni mlango ambao Mungu anautumia kwa ajili ya
mstari wa 6. Tukianza na watano nasema hivi: basi alipowaona hao majeshi ya Wafilisti, huyo Sauli akaogopa, moyo wake ukatetemeka sana. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu wala kwa ndoto wala kwa ulimi wala kwa manabii. Ndipo Sauli, kusoma kidogo, ndipo Sauli akamwambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi, ipate kumwendea na kuuliza kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama, yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori. Basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine, kisha akaenda yeye na watu wawili pamoja naye, wakimfikiria yule mwanamke usiku. Akasema, tafadhali unibashirie kwa utambuzi, unipandishie yeye nitakayemtaja kwako. Mstari wa 9, yule mwanamke akamwambia, angalia, unajua alivyofanya Sauli, jinsi alivyowakatilia mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Sauli apongezwe kwenye hilo, katilia mbali wenye pepo wa utambuzi na wachawi, lakini amefika shingoni na yeye anaenda kuwatafuta tena. Haya maisha, mbona basi wanitegea tansi uhai wangu ili kuniua? Naye Sauli akamwambia kama Bwana, akamwambia kwa Bwana, akasema, kama Bwana aishivyo, hautapata adhabu yoyote juu ya jambo hili. Ndipo yule mwanamke aliposema, je, nikupandishie nani? Naye akasema, nipandishie Samueli. Mstari wa 12, hata huyo mwanamke alipomwona Samueli akalia kwa sauti kuu. Na yule mwanamke akamwambia Sauli, akasema, mbona umenidanganya, kwa kuwa wewe ndiwe Sauli? Mfalme akamwambia, usiogope, waona nini? Yule mwanamke akamwambia Sauli, naona Mungu. Beba hiyo, ile Mungu ni herufi ndogo. Naona Mungu anatoka katika nchi. Naye akamuuliza, mfano wa nini? Akajibu, ni mzee anashuka, naye amefunikwa vazi. Basi Sauli akatambua ya kwamba ndiye Samueli mwenyewe, akainama uso wake mpaka nchi, akasujudu. Ndipo Samueli akamwambia Sauli, mbona unanitaabisha mimi hata kunipandisha juu? Sauli akajibu, nimetaabika mimi sana, kwa kuwa hao Wafilisti wananifanyia vita, naye Mungu ameniacha hali cheu tena, wala kwa manabii wala kwa ndoto, wala kwa ndoto. Kwa hiyo nimekuita wewe ili unijulishe nifanyaje. Samueli akamwambia, kwa nini kuniuliza mimi? Akiwa Bwana amekuacha, ni nani amekuwa adui yako? Mstari wa 17, yeye Bwana ametenda kama alivyosema kwa kinywa changu. Bwana amekulalia ufalme wako mkononi mwako na kumpa jirani yako, yaani Daudi, kwa sababu wewe hukutii sauti ya Bwana, wala kutimiliza hasira yake kali juu ya Amaleki. Kwa sababu hii amekutenda hivi leo. Tena pamoja na wewe utawatia Israeli mikononi mwa Wafilisti. Tena pamoja na wewe Bwana atawatia Israeli mikononi mwa Wafilisti. Hata kesho wewe na wanao mtakuwa pamoja nami. Tena Bwana atawatia jeshi la Israeli mikononi mwa Wafilisti. Nimekusomea mpaka mistari hii kwa sababu na mambo mawili hapa mbele. Sasa nisikilize. Sauli alikuwa naomba. Kuna mstari wa 6 tuliosoma, Sauli alikuwa naomba, lakini Mungu
maombi yangu. Lakini Biblia inasema Sauli akaota ndoto, alikuwa anatarajia kwamba kuna mtu atakuja kumwambia kile unachokifanya kimefanikiwa, ajue kwamba Mungu amejibu. Na unisikilize, wewe unaweza kuwa naomba jibu akapewa mtu mwingine, na jibu hilo akalileta huyo mtu kwa kukwambia tu, asiwe na uhusiano na wewe, asiwe ndugu yako, asiwe jirani yako, lakini akaleta jibu la maombi yako. Nitaweka ushuhuda hapa ambao atakujenga na kuimarisha. Kuna mtu mmoja tulikuwa naye hapa hivi, tunaabudu naye mahali hapa hivi, katika kwenda na yeye yuko hapa, hayuko hapa, ila ameungana na sisi kwa njia hii ya mafunga na anatufuatilia mtandaoni. Siku moja anawasiliana na mtu hapa kwa ajili ya jambo lingine, akampa message hii, akamwambia bwana, jitahidi muombe sana. Akamuuliza kwa nini? Mimi nakwambia jitahidi muombe sana, Mungu aliye naye anafanya kazi, jitahidi muombe sana. Anajaribu kumuuliza kwamba kuna jambo gani, anasema tu wewe omba sana, omba sana, Mungu uliye naye usimwache. Ni mtu ambaye hawana mahusiano wala mawasiliano ya karibu sana kivile, lakini kuna message fulani ambayo anaitamka si ya kawaida, kwa sababu wamezoea kwenye mazingira ya kazi. Lakini huyu mtu ana kitu fulani amekiona, kuna jambo fulani ambalo ndani ni msukumo wa kimungu kufanya hicho. Nazungumza hivi, unaweza ukaomba lakini jibu la kwako akawa nalo mtu mwingine. Ni fupi sana, ni jepesi mno. Endelea kuomba. Huyo amejuaje kama naomba? Mshikilie huyo Mungu. Amejuaje kama mimi nina Mungu na natakiwa kumshikilia? Bahati mbaya watu wanataka majibu marefu ya kuwa mpaka wapi. Hakunaga mahali ambapo Mungu alijieleza kwa mtu. Alienda tu kamwambia omba unalotaka. Full stop. Omba unalotaka. Full stop. Mungu anamwambia nimekupa wewe na watoto wako. Hamwambii amempampaje, ila anasema hivi, nimekupa wewe na watoto wako. Hamwambii amempampaje. Mimi nataka tu uelewe kwamba ukiomba Mungu anakujibu, aidha katika ndoto, aidha kwa kinywa cha mtu. Kuna neno ambalo mtu atakwambia litakuwa ni jibu la maombi ya kwako. Nirudie kitu hapo. Jana tu si juzi, kaniambia mtu mmoja, unajua mchungaji, yeye itumiwa mpaka mlevi. Mlevi amekuja kuniambia, unajifanya unasali wewe. Unasali uko bize na biashara hapa, unaenda kanisani Jumapili, unasali wewe. Hebu acha nikumtania Mungu. Anasema nilitaka kukasirika, lakini nikasema isi nikapigana na malaika wa Mungu. Sasa ni mlevi, anazungumza nini? Kwa sababu ameambiwa na watu wa kawaida, ameona sio Mungu. Ameambiwa na watu wa kawaida, akaona hawa wananijua tena. Akimwambia mchungaji, sema mchungaji anataka tu niwe nakuja kanisani. Lakini mlevi mpita njiani hivi anamsalimia, habari za saa hizi nzuri, unaendeleaje? Unaitwa nani? Mimi nimeokoka, ninaitwa fulani. Sema waliookoka wewe, kila siku duka tunakuona umefungua hapa, wewe unaendaga kanisani wewe? Ndiye yeye naenda kanisani. Wewe akwenda kanisani. Yaani kuna vitu ambavyo Mungu anamjibu mtu kupitia neno. Sasa kwenye hili somo na andiko hili ambalo tumesoma hapa, kuna kitu kingine ambacho nataka ukione. Wakati Sauli ameenda kwa huyu mwanamke mwenye pepo wa utambuzi, Biblia inasema hivi, yule mwanamke mwenye pepo wa utambuzi alipopewa jina, kwa sababu alimuuliza nikupandishie nani? Akasema nipandishie Samueli. Samueli wakati anazuka, Biblia inasema mwanamke alipoulizwa unaona nini? Akasema naona Mungu.
Nikwambia noti hiyo Mungu ina M ndogo. Naona Mungu anasuka kwenye nchi. Kamwambia usiogope, endelea. Ni mwanamke kwenye uganga wake anapiga manyanga, kwa lugha nyingine anaita roho kutoka ilikokuwa, anaipandisha roho. Ni mwanamke ana pepo la utambuzi, anapandisha roho ya Samueli. Ni mwanamke mganga mchawi, ana pepo la utambuzi, lakini anainua roho ya Samueli kutoka ilikokuwa, inapanda juu. Alipotazama anauliza, unaona nini? Naona Mungu anasuka kwenye nchi. Akamuuliza, nafananaje? Akasema ni mzee. Hasa Sauli akachua huyu ndiye Samueli. Kainama akasujudu, akaanza kupiga stori. Sasa nataka bebe kwamba mtu ameumbwa kwa namna ya uungu. Ndani ya kila mtu kuna namna ya kiungu. Huyu mwenye pepo alipotazama hakumuona mtu, aliona ni mfano wa Mungu akisuka kutoka katika nchi. Hivyo ndivyo alivyo kila mtu aliyetokana na Mungu. Ana namna ya uungu ndani yake. Una namna ya uungu ndani yake. Namna ya uungu haionekani katika mwili wa damu na nyama, inaonekana katika roho, si katika mwili. Kwa Biblia inasemaje? Inasema hivi kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Hii naizungumza kwa sababu roho yako ndio inayoona, sio wewe. Roho yako ndio inayoota. Na ndio maana mimi nauliza, kuna mtu ameshawahi kuota ndoto hajalala? Haujalala unaota ndoto? Kuna ambaye ameshawahi kuota ndoto akiwa macho? Uko macho umekaa hivi unaota ndoto? Kuna aliyewahi kuota ndoto akiwa macho mpaka lale? Tafsiri yake nini? Ndoto sio kwa ajili ya mwili. Ndoto ni kwa ajili ya roho. Roho ina namna ya uungu. Kwa nini? Imeumbwa kwa sura ya Mungu. Kwenye Mwanzo 1:26 Biblia inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa sura yetu. Na tumfanye mtu kwa sura yetu. Nasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mfano ni ile hali ya mlingano. Yaani tumtengeneze mtu alingane, afananie, alingane. Ni ile hali ya kulingana na Mungu. Kama Mungu ni 100%, manake na mwanadamu na yeye ana 100%, ila sijafika 100. Kama Mungu ni 1,000,000 na mwanadamu na yeye ni 1% katika 1,000, ila sijafika 1,000. Kwa hiyo ndani ya mtu kuna namna ya uungu. Namna ya uungu iliyo ndani ndiyo inayohusiana na roho, ndiyo inayohusiana na kuona kwenye ulimwengu wa roho. Kwa nini nazungumza hivi? Kwa sababu ndoto yoyote ili mtu aote analala, huu mwili unakuwa umetulia. Kwa asili roho ya mtu hailali, labda ilaswe. Roho ya mtu hailali, labda ilaswe kwa nguvu ya ziada, ilaswe. Lakini vinginevyo roho ya mtu hailali. Haiko roho ya mtu inayolala. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ana namna hiyo. Biblia inasema akili za Mungu hazichunguziki. Hasinzii, hazimii. Ukisikia mtu amezimia, elewa tu mwili ulikutana na nguvu fulani. Mwili sio roho. Mwili umekutana na nguvu fulani, ukashindwa kuhimili, akaanguka. Ni mwili sio roho. Mwili umepigwa na nguvu fulani hivi, umekutana na msukumo fulani hivi, unapoteza nguvu ya kusimama, unapoteza nguvu ya kujielewa, anazimia, ndio kuzimia. Ila roho ya mtu
hailali. Sasa roho ya mtu ndiyo inayoona. Mtu akilala, kinachoendelea kuona ni roho ya mtu. Tukazana hapo, kazana tuombe kwa ajili ya hilo. Okay, ukisoma kwenye kitabu cha Isaya, hili andiko nimerudia sana. Isaya 42:20. Tulisome tena. 42:20 Isaya. Changamoto ni hii. Unaona mambo mengi lakini hauyatii moyoni. Masikio yake ya wazi lakini hasikii. Yaani kuna mambo mengi unayaona wewe lakini shida hauyaweki ndani ya moyo wako. Kuna vitu vingi ambavyo Mungu anakuonyesha, changamoto wewe hauviweki kwenye moyo wako. Sasa nazungumza hivi kwa sababu tunataka Mungu alete ndoto, tuombe kwa Mungu ili Mungu atufunulie, tumjue vitu kupitia ndoto. Shida unaona mengi ya ukiri moyoni. Ukiamka asubuhi umesahau vyote. Unakumbuka moja. Kumbuka. Unakumbuka. Unakumbuka moja ile. Kumbuki. Rebeka. Okay, nisikilize watu. Jamani, Biblia inasema unaona mambo mengi ila huyatii moyoni. Mungu anakuonyesha vitu vingi kupitia ndoto. Yaani kupitia ndoto Mungu anakupa picha ya vingi. Kwa sababu mwili ndio unaolala, lakini roho ya kwako hailali. Yale unayoyaona ndio uhalisia wa maisha yako. Ndio uhalisia wa mambo yanayokukabili. Ndio picha ya kweli. Kama kuna vitu unatakiwa kushughulikia, shughulikia hivyo unavyoviona ndotoni. Kama unaona kabisa kwamba ndoto zangu mimi ni za nyoka, tena nyoka pako umeshamkalili, ukilala tu huyu hapa, shughulika na huyo nyoka. Kama ndoto zako ni za kukimbizwa, paka umeshazoea kukimbia, unavijua vichochoro vya ndotoni hatari. Kwa unaingia unajificha hivi, leo utajificha huko, leo unapitia huko. Paka umeshamkalili huko. Okay, shughulikia hiyo. Kwa sababu Mungu anakuonyesha. Wewe unataka uone nini? Unataka uone nini? Utaenda kwenye kuona vingine mang'ombe yako hapa. Utaenda kwenye kuona vingine majoka yako hapa. Hauwezi ukaenda kwenye kuona vingine mpaka hivi vimeisha. Vikiisha hivi, Mungu atakupeleka kwenye vingine. Si unaona uko shuleni, tena shule ya msingi. Ng'ang'ana kutoka hapo, ng'ang'ana kutoka. Utaendaje eneo jingine ikiwa kuna eneo umekwamia? Mungu anakuonyesha wewe vita yako hii hapa. Na unisikilize mtu wa Mungu. Tunaweza kulala sehemu moja, kila mmoja akaota ndoto ya kwake. Kila mmoja. Hii inatafsiri kwamba kila mtu ana ulimwengu wake wa roho. Kila mmoja ana ulimwengu wake. Ni mambo machache ya jumla ambayo Mungu anaweza kaunganisha watu watatu wanne wakaota ndoto ya namna hiyo hiyo. Jua kuna kitu Mungu anakipitisha ili watu wakifanyie kazi. Tunalala eneo moja, tunaweza kulala kitanda kimoja, huyu akaota vingine, huyu akaota vingine. Inategemea ulimwengu wako wa roho unaruhusu nini. Kama ulimwengu wako wa roho unaruhusu nyoka ukimbiza, utakukimbiza. Kama ulimwengu wa roho unaruhusu ukimbizwe na wadudu, unakimbizwa. Kama ulimwengu wa roho unaruhusu upewe maelekezo na Mungu, unapewa. Hasa nisikilize. Nazungumza kwa sababu unaona mengi unayapuuzia. Unaona
vingi unavipu, hautii moyoni. Ukiamka asubuhi unasema ni ndoto tu. Hii ni ndoto tu, ni ndoto tu. Kuna mtu umeota, umewasiliana naye kwenye simu, amekuja amekuletea hela, ukiamka asubuhi hata hauna habari. Umeota kwenye ndoto kuna kitu umemiliki, ukiamka asubuhi hauna habari. Wanakumbuka tukuvunja kama ni ndoto mbaya. Sasa mimi nasema hivi, mtu wa Mungu, elewa hivi, wewe una namna ya uungu. Kuna vitu unaona kupitia nini? Ndoto. Mungu anasema na wewe kwenye ndoto. Mungu anakuletea ndoto, anakufunulia kwamba wewe bado una maadui. Maadui nao ni hawa hapa. Okay, nazungumza hivi kwa sababu nataka nikupe agenda leo za kuomba. Agenda ya kwanza, Mungu afungue macho yako ya rohoni ili uone kwa namna inayotakiwa. Wale unaoota unakumbuka ndoto vipande vipande, wakati mwingine ukumbuki vizuri, ni muhimu kuomba hivyo. Mungu afungue macho yako ya rohoni uweze kuona ndotoni. Ya msingi sana hiyo. Bii yake ukiona na kusikia ukumbuke. Ukiona na kusikia ukumbuke. Yaani yale unayoyaona, unayoyaota, Mungu akupe kukumbuka. Mwingine anakumbuka, tunajua nilikuwa na fulani ila hivi alikuwa ananiambia nini? Unajua nimeota fulani. Alikuwa ananiambia nini? Sikumbuki. Ila tumeongea naye sana, ila sikumbuki. Usikie, ukumbuke. Ya tatu, Mungu akufunulie maadui zako ndotoni. Tutaanza kuangalia kesho mfano ya maadui waliofunuliwa katika ndoto na hatari zilizofunuliwa katika ndoto. Tutaanza kuangalia kesho kwa ushahidi wa maandiko matakatifu. Mungu akufunulie maadui zako ndotoni. Tunapoenda kuomba, unisikilize kwenye maeneo haya mawili. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana asifiwe. Inawakanganya sana watu wakisikia Mungu amenitokea. Wewe hajawahi kukanganya? Nikwambia Mungu amenitokea. Wangapi mshawahi kukanganyika na hiyo? Sema mimi Mungu amenitokea. Unaanza kuwashukuru. Huyu Mungu alikuwaje? Alikuwa amevaa sura ya nani? Alikuwa amebeba sura ya nani? Kwenye vitu ambavyo mimi pia vimewahi kunikanganya ni pamoja na hicho. Kama Mungu amenitokea. Mungu amezungumza naye. Asema mimi bwana, kwenye ndoto Mungu amenitokea. Mungu amemtokeaje? Amemtokeaje kwenye ndoto? Sasa nakupa namna mbili za kujua kwamba ni Mungu amesema na wewe kwenye ndoto. Namna ya kwanza ni ile inayojulikana katika moto, katika nuru, katika mwanga. Katika moto, katika nuru, katika mwanga. Kwa namna isiyoelezeka sahihi. Lakini unaelewa huyu ni Mungu. Katika moto, katika nuru, katika mwanga. Hiyo ni namna ya kwanza. Ila ni wachache katika namna hiyo. Ni wachache sana. Katika wote ambao unasikia wanasema Mungu amenitokea, si katika sura hiyo halisi. Ila ni wachache wako. Katika mwanga, katika nuru, katika moto. Ni kitu kilichovaa mwanga. Hawezi kuelezea vizuri, hawezi kuzungumza vizuri, lakini hiyo ni namna ya kwanza. Namna ya pili,
mtumishi wa Mungu yoyote yule unayemwamini wewe, yaani kama kuna mtumishi wa Mungu katika roho na kweli unayemwamini wewe, Mungu atajifunua kupitia huyo mtumishi wa Mungu ambayo, yaani kama ndani yako unaye mtumishi wa Mungu unayemwamini kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu na kweli ni mtumishi wa Mungu, Mungu atazungumza na wewe kwa sura hiyo, picha na sura ya mtumishi wa Mungu unayemwamini wewe, picha na sura ya mtumishi wa Mungu unayemwamini wewe. Kwa hiyo Mungu atajifunua na wewe katika namna hizo mbili, katika namna hizo mbili, hiyo ya kwanza, ya pili, picha na sura ya mtu wa Mungu unayemwamini wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Beba hilo, usisahau. Ukiona mtu kwamba ni mtumishi unayemwamini, fahamu Mungu alikutembelea. Amekuja kusema na wewe, amekuja kuzungumza na wewe, amekuja kukueleza kitu muhimu sana kuzingatia. Amekueleza nini? Kwa sababu huyo ni Mungu amekutembelea kwa sura hiyo na kwa mfano huo. Okay, nataka sasa tupate nafasi ya kwenda kuomba. Nataka tupate nafasi ili tukaombe kwa dakika hizi chache. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ujizoeze kuandika ndoto zako. Ukiamka andika. Ukiamka, asili ya rohoni, vitu huwa vinabadilika maumbo. Asili ya rohoni, asili ya rohoni. Nakupa maarifa haya. Fanya majaribio haya ya kuomba. Fanya majaribio ya kuomba. Kama huo unaota manyoka sana, hebu mwambie Mungu, nataka nivione vitu katika sura halisi, viumbe vya rohoni. Nikupige tu injili hii ambayo utaielewa vizuri. Mchawi akisema aje kukoroga, akija vile vile alivyo hivi, utamuona sema hii fulani ndio wewe, nataka kabisa kunifanyia hivi na niroga. Hadi kwenye sura hiyo, badala yake anajinuizia kwamba ninaenda, lakini huyu fulani anione kama nyoka mkubwa. Ndio maana nyoka anapokimbizaga wewe wana akili. Nyoka mpaka anaanza kusikiliza nyoka wewe, anakukimbiza, anapiga breki, anatafuta chumba hiki. Sio nyoka, ni mtu. Wanaweza wakaungana 4, 5, wote wakavaa umbo moja ili wakusanye nguvu zao, ili wakikukamata usiwaponyoke. Ndio maana unajua duka ni kubwa sana, kumbe ni watu hata 10 wameungana, hata 20 wameungana, wananuia wana sisi sasa huyu. Kwa sababu kwanza unaogopaga mbwa, tuvae maumbo ya mbwa. Yaani hapo hakutakuwa na shida yoyote ile. Yeye akiona tu mbwa paka ndotoni huyu, anatimua mbio. Kundi la mbwa anaanza kukimbiza. Ni unawaona ni mbwa, ni watu wamejinuiza. Wamejigeuza maumbo. Waonekane ni mbwa. Ule uchawi wao wameuweka kwenye meno. Yule tumbo akikung'ata, ndio ile nguvu imeingia mle, ndio uchawi umeingia mle.
asubuhi kaamka mguu hawezi kutembea. Na hapa alikuja wewe tukamfanyia maombi na akatoa na ushuhuda mwenyewe. Kwa hiyo ni ndoto mbaya mno. Lakini aina ya pili ya ndoto ambazo ni mbaya ni pamoja na kuota unakula. Kwenye vitu vya tahadhari sana pamoja na kuota unakula. Kwa sababu ndoto ya kula sio kila unachokula ni chakula. Elewa vitu vinabadilishwa maumbo. Utasema ni chakula lakini si chakula. Lengo uingizwe kwenye agano fulani, mkataba fulani kupitia vyakula. Lengo ni kuua uwezo wako wa kuona rohoni. Unaota unakula, unaota unakula, unaota unakula. Lengo ni kuvilisha viumbe vya giza vilivyo ndani yako. Ni mbaya sana. Nazungumza kwa sababu hizi mimi naelewa ni mbaya sana. Kwa sababu kila tu kama una mapepo ndani, una ugonjwa ndani la kichawi limewekwa. Ile ni ugonjwa inajichaji, inapata nguvu. Una pepo ndani, ile pepo, kile chakula unachokula, kwa sababu ni cha kishetani, pepo linapata nguvu ndani yako. Ugonjwa unaamka tena, unaimarika tena. Kama hauna hayo, unajikuta unakuwa connected na mlango fulani. Si kila kula ni kubaya, lakini asilimia kubwa ya kula si kuzuri ndotoni. Si kuzuri. Si kuzuri kabisa. Hatari nyingine au ndoto nyingine ambayo ni hatari sana ni ndoto ya kujamiana. Ni moja ya ndoto mbaya. Si nzuri hata kidogo. Mbaya. Kwa sababu viumbe vya rohoni vinaungana na mtu kupitia tendo hilo. Kama ni mwombaji wako unakufa. Unabaki kopo, ile nguvu ya ndani inafyonzwa. Inakufa. Yaani unasinyaa ndani. Unabaki kopo tu. Lakini viumbe vya rohoni vinaungana na mtu kupitia ndoto hizo. Na ndio maana ukiota ndoto hizo, kama unafuatilia wengi, baada ya ndoto kuna tukio fulani, utakuta tu bwana amepoteza, kama ni hela amepoteza, amepona kwenye ajali fulani, ila alikuwa anaandaliwa ili akafe kwenye hiyo ajali. Kuna kitu kinatokea kibaya. Kila baada ya hizo ndoto kuna vitu vinatokea. Kwa hiyo nilikuwa nataka upate picha kwamba umwambie Mungu uombe, ili vile ambavyo vinakuja vimegeuka sura uvione kwenye uhalisia. Niseme neno moja hapa. Kuna mtu tulikuwa tunamwombea hapa. Siku moja, Mungu ni mwaminifu sana, na malizia na kushuhudia. Mungu ni mwaminifu sana. Akaomba akasema, akamwambia Mungu, mimi naomba nimuone huyu kiumbe ambaye ananitesa maisha yangu, na ambaye anafuatilia maisha yangu. Amelala ni kama ni saa moja tu hivi, akakiona kile kiumbe live, kiko vile vile. Alikuwaga anaota ni linyoka linatembea hivi, linyoka. Lakini akasema, Mungu, hebu leo nikione hiki kiumbe, ni kiumbe gani? Niambia mchungaji, niliona ni jitu kubwa jeusi, lina manywele. Yale manywele yanatoka kwa jenyewe, yanakuja mpaka yanazunguka kitanda nilicholala. Manywele yanarudi, ni kubwa jeusi. Anasema mimi mwenyewe nimeshindwa kujiangalia hivi machoni. Alipoamka, mpigo ya moyo mbio, toka kwenye chumba, kimbia kwenye chumba cha watoto. Ananiambia, sasa mchungaji, ifanyaje? Akamwambia, mwamini Mungu, omba. Sema, mchungaji, yani ninaogopa sana. Nakupa hii ili uelewe kwamba hivi, ukiomba Mungu huwa anafanya. Omba kwa imani kwamba Mungu, mimi unifunulie. Kwa sababu unajua kuna watu unaojua ni adui zako, wakati mwingine sio adui zako. Wako wengine waliokukalia kooni, hauwezi kuamini. Mungu, mchawi akija kuniwangia, nimuone
kwenye sura yake halisi. Mtu yeyote akija kunitendea mabaya, nimuone kwenye sura yake halisi. Yoyote yule, nimuone kwenye sura yake halisi. Na wavua maumbo ya wanyama watakaovaa ndege